katika jina la Yesu nimesongea mbele zako Mungu wa Israeli. Baba, ni asante tukiwa katika ibada hii ya leo Jehova. Baba, mimi mtumishi wako najikabidhi mbele zako Baba. Jehova Mungu wangu, napozungumza neno lako mbele ya watu wako siku hii ya leo Jehova. Baba, najiachilia mikononi mwako Baba, ukanitumie kadri na mapenzi yako Baba. Baba, katika jina la Yesu. Asante Mungu wa Israeli. Baba, pokea sifa, pokea shukrani, na ni katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Hilo neno la Mungu linazungumza kuhusu Danieli. Bwana asifiwe sana. Na hapo mbele hili neno la Mungu linasema ya kwamba Danieli alikuwa ni kiongozi, ama kuna ile nafasi ambayo alikuwa amepewa katika nyumba ya mfalme. Mwadhani ya Mosho ya kwamba yeye alikuwa ni kiongozi, na maandiko inasema ya kwamba na katika ile kazi ambayo alikuwa ameaminiwa na mfalme katika nyumba yake, akawa ile kazi anaifanya kwa uaminifu zaidi. Mwadhani ya Mosho. Na wakati ambapo Danieli alikuwa anafanya hiyo kazi ambayo alikuwa amepewa na mfalme kwa cheo ya uaminifu. Mwadhani ya Mosho. Hilo neno la Mungu linasema ya kwamba lakini katikati ya wale wote ambao walikuwa wanafanya kazi nao, Biblia inasema ya kwamba wakaigiwa na roho ya wivu. Mwadhani ya Mosho. Wakaanza kutafuta nini? Kutafuta makosa ile wataweza kustaki Danieli nayo. Mwadhani ya Mosho. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo walipotafuta makosa hawakupata juu ya Danieli. Mwadhani ya Mosho. Na wakasemeshana ya kwamba ile makosa ambayo tunaweza kupata Danieli nayo ni kuhusu Mungu wake. Mwadhani ya Mosho. Ile makosa ambayo tunaoweza kumpata nayo ni kuhusu Mungu wake. Mwadhani ya Mosho. Akaeka sahihi. Mwadhani ya Mosho. Na Biblia inasema ya kwamba naye Danieli akafikiwa na ule ujumbe ya kwamba mfalme ameweka sahihi ya kwamba mtu yoyote ambaye ataabudu Mungu mwingine ama abudu mtu, Mwadhani ya Mosho, isipokuwa huyu mfalme ambaye alikuwa anaitwa Dario. Mwadhani ya Mosho. Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Danieli alipokea ule ujumbe, yeye hakuogopa, hata hakuogopa kwa amri ya mfalme. Mwadhani ya Mosho. Biblia inasema ya kwamba Danieli alikuwa naomba mara 3 kwa siku. Mwadhani ya Mosho. Kwa siku alikuwa naomba mara 3, na neno la Mungu linasema ya kwamba nayo dirisha zake, maana alikuwa nakaa nyumba ya ghorofa, na angefungua dirisha zake zilikuwa zinaelekea Yerusalemu, kumaanisha ya kwamba kila mtu alikuwa anajua ni masaa ya Danieli ya kuomba. Mwadhani ya Mosho. Tazama uone ya kwamba Danieli hakuogopa. Mwadhani ya Mosho. Hakuogopa kwa ajili ya amri ya mfalme, maana kama angeogopa kufungua zile dirisha, aanze kuomba akiwa amejifungia, lakini yeye alikuwa na ujasiri. Mwadhani ya Mosho. Ujasiri ya kwamba huyu Mungu wake ambaye anayemuomba ako na nguvu ya kuokoa. Mwadhani ya Mosho. Ako na nguvu zaidi kuliko nguvu ya mfalme. Mwadhani ya Mosho. Kwa hivyo siku hii leo ni ya kwamba na Danieli akaanza kuomba. Mwadhani ya Mosho. Biblia inasema ya kwamba nayo hawa watu ambao walikuwa wanastaki Danieli wakaendea mfalme ambaye ni Dario. Mwadhani ya Mosho. Wakaambia yule mfalme ya kwamba kuna mtu ambaye ako katika nchi yetu ambaye ndiye Danieli, ambaye hajatii amri yako wewe mfalme. Mwadhani ya Mosho. Hajatii amri yako, kwa maana kila siku tunaona anaomba mara 3. Mwadhani ya Mosho. Lakini neno la Mungu linasema ya kwamba huyu mfalme ambaye alikuwa anaitwa Dario, Mwadhani ya Mosho, yani alikuwa anampenda sana Danieli kwa uaminifu wake ambao alikuwa anafanya kazi katika nyumba yake. Mwadhani ya Mosho. Na Biblia inasema ya kwamba na huyu mfalme akajaribu, Mwadhani ya Mosho, akajaribu sana vile ataweza kuokoa Danieli, maana amri ilikuwa inasema ya kwamba mtu yoyote ambaye hataabudu mfalme ama ataweza kumuinamia hizi siku 30 atawekwa katika tundu la simba. Mwadhani ya Mosho. Lakini tazama uone ya kwamba
wakati ambapo mfalme Yakoba alipojua ya kwamba mtu ni Danieli, akajaribu kumuokoa. Mwanzani ya Osho alijaribu sana. Biblia inasema Yakoba mpaka ikaona masaa imeenda zaidi akijaribu kumuokoa Danieli, lakini haikuwezekana. Mwanzani ya Osho, lakini neno la Mungu linasema ya kwamba wakati ambapo mfalme aliona hili jambo haliwezekani, alimwambia Yakoba, wewe Danieli mtumishi wa Mungu ambaye unayemtumikia Mungu, na Mungu wako akaweze kukuokoa. Mwanzani ya Osho, na Biblia inasema Yakoba, na kwa uhakika Mungu akaweza kuokoa Danieli. Bwana asifiwe sana. Hata wakati alipowekwa katika hiyo tundu la simba, Mungu alikuwa pamoja na yeye. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu ako na nguvu ya kumuokoa. Kwa hiyo hata nawe siku hii ya leo ni Yakoba, kusiwe na shida lolote ama jambo lolote mwanzani ya Osho litakalofanya ukose kuendelea na kuomba Mungu ama ukose kuendelea na kumwamini Mungu mwanzani ya Osho, katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Maana Biblia inasema Yakoba, na ikafika Yakoba na jiwe likawekwa kubwa sana. Ikafika sasa Danieli ameigizwa ndani ya ile tundu la simba, na zile simba zilikuwa zimewekwa jaa mwanzani ya Osho, ili Danieli akiingia mahali pale zikaweze kumkula mwanzani ya Osho. Lakini Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu. Maana neno la Mungu linasema Yakoba, wakati ambapo Danieli alipowekwa mahali pale, Yakoba mfalme hakupata usingizi, akaamka asubuhi na mapema mwanzani ya Osho, akaenda akaita Danieli kwa sauti kubwa, Danieli, Danieli, Mungu wako amekuokoa mwanzani ya Osho. Naye akajibu akasema, Yakoba, Mungu wangu ameniokoa, kwa maana mimi sikupatikana na makosa yoyote mwanzani ya Osho. Maana pia akasema Yakoba, malaika wa Mungu alituma malaika wake akafunga vinywa za simba mwanzani ya Osho. Hata nawe siku hii ya leo ni Yakoba, huyu Mungu ambaye tunayemwamini ni Mungu aliye na nguvu ya kuokoa mwanzani ya Osho. Hata katika hiyo shida unaona Mungu wako na nguvu ya kukuokoa. Ile kitu inahitajika ni Yakoba, usikakate tamaa mwanzani ya Osho. Unaweza kupitia katika moto, lakini katika huo moto Mungu wako pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Maana tunaona Danieli hata ikawa aliyeko katika tundu la simba mwanzani ya Osho, Mungu aliingia pamoja na yeye mahali pale, na Mungu akamtuma malaika akafunga vinywa za simba, haikuweza kumkula mwanzani ya Osho. Na Biblia inasema Yakoba, na wakati ambapo mfalme alipoenda kuita Danieli na kaona Mungu wake amemuokoa, Biblia inasema Yakoba na wale wote ambao walikuwa wamestaki Danieli mwanzani ya Osho, mfalme akatoa amri Yakoba pia nao waekwe pale ndani. Maandiko inasema Yakoba, ati Yakoba hata hawakufika chini mwanzani ya Osho, hata hawakufika chini. Zile simba zilikuwa zimefuja mifupa yao mwanzani ya Osho, lakini yule ambaye anayemwamini Mungu, nataka kuambia Yakoba, wewe hautaisha katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Wewe utasimama imara na utaweza kuendelea. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu wako pamoja na wewe. Maana Mungu atakuwa anatuma malaika wake ili wale wanakutangulia hata ukiwa safarini. Bwana asifiwe sana. Hata wakati unapoenda kazini, Bwana asifiwe sana, Mungu atakuwa anatuma malaika wake wanakutangulia mbele ili wakaweze kukulinda mwanzani ya Osho katika jina la Yesu. Kwa hivyo katika siku hii ya leo ni Yakoba, usikaweze kuogopa, maana Mungu wako pamoja na wewe. Yeye ni shujaa ambaye ako na nguvu ya kuokoa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika siku hii ya leo ni Yakoba, ukaende na kumtumainia Mungu. Yes, ndio unaweza pitia mangumu mwanzani ya Osho. Yes, ndio unaweza pitia milima na mabonde mwanzani ya Osho. Sikatai unaweza kuwa unapitia changamoto, lakini nataka kuambia Yakoba, usikaweze kukata tamaa mwanzani ya Osho. Ni Yakoba, macho yako usikaache kuendelea na kumtazamia Mungu.
Mwadhani ya ngosho, maana neno la Mungu linasema ya kwamba katika Isaia 43, Mwadhani ya ngosho, Isaya 43, neno la Mungu linasema nini? Hata wakati unapopitia katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe. Mwadhani ya ngosho, hata unapopitia katika moto, Mungu anasema ya kwamba bado atakuwa pamoja na wewe. Hata wakati unapopitia katika majaribu katika maisha haya, Mungu anasema ya kwamba atakuwa pamoja na wewe. Mwadhani ya ngosho, na huyu Mungu wetu ambaye anayetuambia hayo yote, yeye ni Mungu mwaminifu. Kwa hivyo hayo yote ataweza kuyatimiza. Bwana asifiwe sana katika jina la Yesu. Kwa hivyo siku hii leo ni ya kwamba usifujike moyo. Tunaona mtu ambaye anaitwa Danieli, alikuwa anamwamini Mungu, alikuwa anaenda mbele za Mungu kwa ujasiri mkubwa sana. Hata hakuogopa hiyo amri ya mfalme. Yeye akaendelea na kuomba, akaendelea na kulilia Mungu. Mwadhani ya ngosho, maana alikuwa anajua ya kwamba Mungu ako na nguvu na ako na uweza, na akakata kauli moja ya kwamba, Mwadhani ya ngosho, na akakata kauli ndani ya moyo wake ya kwamba hakuna wakati, Mwadhani ya ngosho, hakuna wakati ataabudu miungu za Baali. Mwadhani ya ngosho, hakuna wakati atainamia miungu za Baali, hakuna wakati atainamia sanamu. Mwadhani ya ngosho, ni ya kwamba yeye ndani ya moyo wake alikuwa amekata kauli ya kwamba yeye atasidi kumtumainia huyu Mungu, ataendelea na kutumikia huyu Mungu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Hata nawe siku hii leo nataka kukuambia ya kwamba Mungu wako pamoja na wewe. Mwadhani ya ngosho, dukone tatole wiki na usione kama Mungu amekuacha. Mwadhani ya ngosho, usione kama Mungu amekuacha. Bado Mungu wako pamoja na wewe, maana Mungu alikuwa na nguvu ya kuzuilia Danieli isifike ni kuwekwa katika ile tundu la simba. Mwadhani ya ngosho, gari Mungu alikuwa na nguvu, lakini Mungu alikubali ingie mpaka mahali pale ili akaweze kuhirisha nguvu zake. Mwadhani ya ngosho, ili Mungu aonyeshane nguvu zake, aonyeshane uweza wake, aonyeshane ya kwamba vile wanaokoa watu wake ambao wanaomtumainia. Bwana asifiwe sana katika jina la Yesu. Hata nawe siku hii leo, hata kama unapitia mambo gani, Mwadhani ya ngosho, ni ya kwamba usikajiuliza maswali mengi. Nataka ya kwamba ukamtumainie Mungu, maana katika hayo yote Mungu ataweza kukushindania. Haijalishi unapitia moto wa aina gani, Mwadhani ya ngosho, tatini ya kwamba mkono wa Mungu uko pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Na pengine unapitia yale ili Mungu akaweza kuhirisha nguvu zake. Bwana asifiwe sana. Pengine unaweza kujiuliza ya kwamba kwa nini Baba ninapitia haya? Kwa nini Mungu huku kuzuilia haya yote? Mwadhani ya ngosho, dua nafurahia kwa yale neno la Mungu huwa linasema ya kwamba wakati ambapo Bwana Yesu, wakati ambapo alikuwa na wanafunzi wake, wakapata mtu ambaye alikuwa kipofu tangu kuzaliwa kwake. Bwana asifiwe sana. Lakini wale wanafunzi wakauliza Yesu ya kwamba ni nani aliyetenda dhambi ili huyu mtu akazaliwa akiwa kipofu? Ni yeye alitenda dhambi ama ni wazazi wake? Mwadhani ya ngosho, neno la Mungu linasema ya kwamba na Yesu akawajibu akawaambia ya kwamba sio yeye alitenda dhambi ama wazazi wake, lakini alizaliwa namna hii ili nguvu za Mungu zikaweze kujihirisha juu ya maisha yake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata nawe siku hii leo, katika kila jambo unalolipitia, katika moto unaopitia, katika majaribu unaoipitia, Mwadhani ya ngosho, ni ya kwamba ili nguvu za Mungu zikaweze kujihirisha juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana katika jina la Yesu. Kwa hivyo hilo neno la Mungu linatufunza ya kwamba sisi kama watu wa Mungu kuna mambo ambayo tunaweza kuwa tunapitia. Bwana asifiwe sana. Lakini kupitia yale mambo ambayo tunayoyapitia ni ili nguvu za Mungu zikaweze kuonekana. Mwadhani ya ngosho katika jina la Yesu. Kwa hivyo katika siku hii leo ni ya kwamba ukaendelea na kumtumainia Mungu. Mwadhani ya ngosho, haijalishi hiyo moto imewaka
ama imewaka namna gani, mwadhani yomosho, endelea na kumtumainia Mungu. Bwana asifiwe sana, maana Mungu wetu ako na nguvu ya kuokoa. Bwana asifiwe sana. Na pia neno la Mungu linasema ya kwamba huyu mfalme ambaye ni Dario akatangaza katika hiyo nchi yote ambaye alikuwa anatawala, akasema ya kwamba hakuna Mungu mwingine atakayeabudiwa katika hii nchi. Bwana asifiwe sana, isipokuwa huyu Mungu wa Danieli. Bwana asifiwe sana. Na akasema ya kwamba hakuna Mungu mwingine ambaye anayeweza kuokoa kama Mungu wa Danieli. Bwana asifiwe sana. Hata nawe siku hii ya leo nataka kukuambia ya kwamba watu watatamani Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Kuna watu watatamani Mungu wako kwa yale makuu ambayo Mungu atakutendea, kwa vile Mungu ataweza kukuinua katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Maana tukiingia katika neno la Mungu, Bwana asifiwe sana, sijika tutasoma kwa ajili ya wakati. Ukisoma hilo neno la Mungu katika Matendo ya Mitume 5:18. Bwana asifiwe sana. Hiyo Matendo ya Mitume 5:18. Hili neno la Mungu linazungumza kuhusu wale ambao walikuwa ni mitume. Bwana asifiwe sana. Vile mitume vile waliweza kukamatwa wakiwa wengi, wakaekwa gerezani. Bwana asifiwe sana. Lakini wakati ambapo walikuwa wamewekwa, hata wakiekwa ile gerezani, Mungu alikuwa pamoja nao. Bwana asifiwe sana. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba naye Mungu aliweza kutuma malaika. Bwana asifiwe sana. Mungu alituma malaika akafungua ile milango ya gereza, na Mungu akawaambia ya kwamba endeni mkaweze kuendelea na kunitumikia. Bwana asifiwe sana. Endeni na kutangaza hii habari njema ya kuhusu huyu mfalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika siku hii ya leo ni ya kwamba wale wote ambao wanaomtumainia Mungu, hakuna kuangamia, hakuna kuisha. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu ako pamoja nao. Yesu ndio unaweza fika mwisho. Bwana asifiwe sana. Unaweza fika mwisho. Unaweza sikia ya kwamba kuna mambo ambayo yanayokusukuma katika maishani mwako. Unafika mahali unafika mwisho, lakini nataka kuambia ya kwamba wakati ambapo umefika mwisho, huo ndio mwanzo wa Mungu wa kutenda jambo jipya juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Ili watu wakashuhudie na kusema ya kwamba kwa uhakika Mungu amekushindania, kwa uhakika mkono wa Mungu uko pamoja na wewe. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu wetu ni Mungu mwaminifu, ni Mungu anayeweza yote. Bwana asifiwe sana. Pia tunasoma maandiko vile Shadraka, Meshaki na Abednego, Bwana asifiwe sana, vile walikataa kuabudu sanamu. Mwadhani ya mosho, na amri ya mfalme ilikuwa ya kwamba yule ambaye hataabudu sanamu ambazo alikuwa amesimamisha kwake, mwadhani ya mosho, bila shaka ataekwa nini? Ataekwa katika tundu la moto. Mwadhani ya mosho. Lakini Biblia inasema ya kwamba pia hawakuogopa, na Mungu alikuwa pamoja nao. Kwa hiyo hata nawe siku hii ya leo, kama unamwamini Mungu, Bwana asifiwe sana, kama unamwamini Mungu, ni ya kwamba usiogope. Mwadhani ya mosho, usiogope. Mungu ako pamoja na wewe, na Mungu ako na mipango mema juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba katika Yeremia 29:11, Bwana asifiwe sana, Biblia neno la Mungu linasema ya kwamba yeye Mungu ndiye anayejua ile mawazo anaokuwazia. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu linasema ya kwamba na Mungu anasema yale mawazo anaokuwazia, anakuwazia mawazo mema, mawazo ya kukufanikisha na kukupa tumaini siku zijazo. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika jina la Yesu, siku hii leo ni ya kwamba Mungu ako na mipango mema juu ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo siku hii leo ni ya kwamba haijalishi yale unayoyapitia, nataka kukutia moyo ni ya kwamba bado Mungu ako pamoja na wewe, na bado Mungu anakupenda. Bwana asifiwe sana. Unapitia hiyo moto ili ya kwamba nguvu za Mungu zikaonekane zikifanya kazi. Bwana asifiwe sana. Maana kama mimi nimejaifika hali kama hiyo, unafika mwisho. Bwana asifiwe sana. Lakini ndani ya moyo wangu nilikuwa naamini ya kwamba hata ikawa ninapitia hii shida, naamini Mungu uko pamoja nami.
jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Nataka kuambia ya kwamba ikawa natoa ushuhuda mara mingi, ikawa wakati ule tulikuwa tunapitia shida mingi. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa tumesukumwa kwa kona na roho ya umasikini, ufukara. Bwana asifiwe sana. Unafaa kiatu moja na nika kiatu ya raba, imetoboka shimo mbele kidole hii kubwa na pia chini imeisha. Mwangani ya washo na sasa unafaa nguo moja. Mwangani ya washo kila wakati ni nguo moja. Lakini nilikuwa najitia moyo, nasema ya kwamba si Sunday iko na siku mingi. Bwana asifiwe sana. Nikianza kuhesabu kuna Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa najitia nguvu ya kwamba hakuna mtu atakumbuka bado nilikuwa nimevaa hii. Mwangani ya washo, maana sikuwa nataka kukosa kanisa. Bwana asifiwe sana, kwa ajili ya mavazi. Lakini nilikuwa naambia mawazo yangu ya kwamba hakuna mtu atajua ya kwamba Sunday nilikuwa nimevaa hii na nikafaa, ilikuwa Sunday best. Bwana asifiwe sana. Na ikafika wakati mpaka ikafade, ikabadilisha kala. Mwangani ya washo, lakini nataka kuambia ya kwamba hata ikawa nilikuwa napitia yale, nilikuwa naamini ya kwamba bado Mungu ako pamoja nami. Bwana asifiwe sana. Na bado Mungu hajaniacha, ako pamoja nami, kama vile hilo neno lake ambalo liko katika Isaiah 43 ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nasi hata tukipitia mambo magumu, atakuwa pamoja nasi. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka kuambia ya kwamba huo wakati ikawa niko mjamzito, ikawa wakati umefika wa kujifungua mtoto. Bwana asifiwe sana. Nataka kuonyesha ya kwamba kila wakati tunapomtumainia Mungu, na usivujike moyo na usikate tamaa. Bwana asifiwe sana. Usikate tamaa. Mwangani ya washo, usiache kumtumikia Mungu, usiache kukuja kanisani kumwabudu Mungu kwa ajili ya ile shida unaoipitia. Si umesikia ya kwamba nilikuwa na nguo moja. Bwana asifiwe sana. Baada ikafika wakati ikabadilisha ile kala, Sunday best moja. Ikafika sasa wakati wangu wa kufungua mtoto umekaribia. Mwangani ya washo, ikawa huo wakati nilikuwa naomba Mungu. Mwangani ya washo, naambia Mungu ya kwamba Baba, hata siombi nguo nyingi, naomba Mungu nipatie tu show moja na kaguo moja tu, hata si mbili. Mwangani ya washo, kaguo tu moja, ili ambao naweza falisha mtoto wakati ambao nimepata ule mtoto, na kababy show ya kumfunika. Mwangani ya washo, lakini ya kwamba mimi nikiomba yale. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu ataweza kututimizia ama atatutendea zaidi ya vile tufanye ni tuombavyo. Mwangani ya washo, ya kwamba Mungu wetu anaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya vile tuombavyo. Mwangani ya washo, maana mimi nilikuwa naomba nguo moja ya kutoa mtoto hospitali na kasho moja, hata si mbili. Mwangani ya washo, na kasho kamwe tu. Ikafika wakati nikaona sasa wakati umefika na sina nguo. Mwangani ya washo, kama wamama kuna ile saini tunasikiaga wakati sasa ukifika wa kujifungua. Mwangani ya washo, na nikasikia sasa hiyo saini imeanza kukuja na sina mavazi, sina nguo, sina nini, hata baby show, hata nini. Mwangani ya washo, kama mtoto angekuja wakati huo, huwa nasema mara mingi sijui ningemshika na nini. Mwangani ya washo, lakini Mungu wetu ni Mungu wa miujiza. Naomba Mungu kaguo kamoja, nilikuwa naomba Mungu baby show kamoja, hata at least nivalishe mtoto ile fasi na nimfunike na ile baby show. Lakini Mungu aliweza kunishangaza zaidi na zaidi. Bwana asifiwe sana. Kupitia hawa watumishi wa Mungu ambao ndio bishop na prophetess. Mwangani ya washo, na Mungu abariki prophetess mahali alipo. Bwana kuambia ya kwamba tukamaliza ibada kama kawaida, nikaenda nyumbani. Mwangani ya washo, na wakati huo Mungu alikuwa ametupea neema kubwa, neema isiyo ya kawaida. Maana mimi nilikuwa nakuja ibada kama kawaida mpaka dakika ya mwisho. Tulikuwa tunamaliza ibada siku kama hii leo. Hiyo wiki mimi najifungua mtoto, na ujue umetoka Githurai 45 mguu ukiwa hivyo mpaka hapa, na bado utarudi
mguu mwadhani ya mosho. Lakini nashukuru Mungu ni ya kwamba hakuna hata siku moja nilisikia nimelemewa kwa ajili ya vile niko. Mungu alikuwa amenipa neema ingine na Mungu akanipa nguvu ingine ambayo ni nguvu isiyo ya kawaida mwadhani ya mosho. Lakini kupitia hawa watumishi wa Mungu nataka kuambia ya kwamba mpaka niliona zile nguo nikaweza kulia, nikajiuliza Mungu wangu, kwa uhakika kweli matendo yako ni ya ajabu. Matendo yako Mungu inashangaza kama nini. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa na kuomba kanguo kamoja, nilikuwa na kuomba kabebisho kamoja. Sasa hizi ni manguo zimekuja zikiwa zimejaa mwadhani ya mosho. Na wale ambao tunajua ya kwamba kulikuwa na zile paper bag ambazo zilikuwa zile kubwa, zilikuwa za yellow mwadhani ya mosho. Sasa nguo zilikuwa zimewekwa hapo na zikawekwa kwa bado kwa paper bag nyingine mwadhani ya mosho. Nguo za mtoto yule ambaye nilikuwa nasumbuka ya kwamba nitamfalisha nini, nitafanya nini. Bwana asifiwe sana. Wakati ambapo hizo nguo zilipoletwa mpaka nikajiuliza ndani ya moyo wangu, nilikuwa nasumbuka nitamfalisha nini. Sasa nguo ndio hizi, mabebisho ndio hizi zimejaa hapa mwadhani ya mosho. Na wakati huo tulikuwa tunafunga watoto napi. Bwana asifiwe sana. Maana ni miaka imepita tulikuwa tunafunga watoto napi. Nataka kuambia ya kwamba prophetess walinunulia napi 1, 2, 3 napi 24 dada ni igere. Bwana asifiwe sana. Na hizo nguo za mtoto asikuwa za katoto tikatafalishwa katoto ka siku 2, 3, mwezi 1, miezi 2 ate zile nguo zikuwe dogo. Hapana mwadhani ya mosho. Yaani prophetess alikuwa amepaga hizo nguo wakati ambapo atakapovalishwa, wakati ule atakuwa mdogo na vile ataendelea na kugrow. Baka alikuwa amenunua baka viatu. Tupigie Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Nikajiuliza kumbe Mungu huwa unaniwazia mawazo mema namna hii. Maana nguo zote zilikuwa zimeenda na age. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika jina la Yesu siku hii leo ni ya kwamba tuendelee na kumtumainia Mungu. Bwana asifiwe sana. Usikose kukuja ibada ati ya kwamba juu unasikia moyo wako uko chini ama kuna mambo umekutana nayo katika hiyo wiki mwadhani ya mosho, na pengine ile jambo ambalo umekutana nalo ukasikia moyo wako umeinama. Nataka kuambia ya kwamba unajitia nguvu katika ndani ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Katika ndani ya Mungu unajitia nguvu, unakuja ibada. Maana unajua siri moja ya kwamba wakati unapokuja hapa mwadhani ya mosho haukuji kwa jambo lingine lolote ama kwa mtu mwingine yoyote. Unakuja kwa ajili ya Mungu wako. Si unataka Mungu akubariki, si unataka Mungu akuinue, si unataka Mungu akutoe katika hiyo hali. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri ya kwamba nawe ndani ya moyo wako kukata kauli. Bwana asifiwe sana. Ya kumtumikia Mungu kukiwa mazuri mwadhani ya mosho. Lilia kwina maondo mega ona lilia kwina morito mwadhani ya mosho. Tuirute kwenda Ngai muno makiria na kumutungatira mwadhani ya mosho. Maana Mungu wetu hakuna wakati atatuacha mwadhani ya mosho. Gutire hindi Ngai witu ari tutiganiria no tondu kiugo kia Ngai kiroiga atiri uria wothe mwihoki yule yote ambaye anayemtumainia Mungu, Mungu anasema ya kwamba hakuna wakati atamuacha. Kwa hivyo kama unamtumainia Mungu, nataka kuambia ya kwamba jitie nguvu katika Bwana na ukaweze kuendelea mbele, maana kunayo mazuri ambayo Mungu amekuandalia. Bwana asifiwe sana. Kunayo mazuri. Bwana asifiwe sana. Wakati unazoonekana ya kwamba ni kama hakuna tumaini, maana wakati ule kuna watu wageulizana maswali, kwani hawa wanaomba Mungu mgani mwadhani ya mosho. Karinga yule koyo mahoyaga na vile wameteswa hapa na umaskini, na vile wameteswa na ufukara mwadhani ya mosho, na vile wanapitia mambo magumu, kwani wanaomba Mungu mgani. Lakini nataka kuambia ya kwamba hata ikawa tulikuwa tunapitia hayo yote, wale ambao walikuwa nauliza hayo maswali si walirudi wakaona huyo Mungu. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu alirudi akafanya nini? Akajihirisha juu ya maisha yetu. Maana sisi hawa siku hii leo si kama vile tulikuwa hapo mbeleni. Bwana asifiwe sana. Hapa tumefika, tunashukuru Mungu. Bwana asifiwe sana. Na tunasema yeye ni Ebeneza, na kwenye tunaenda na kumtazamia saili. Bwana asifiwe sana.
Kwa hivyo hiyo kitu ya kumpenda Mungu mwadhani ya mosho udusho wako edagai. Na ndio maana tunaona huyu Danieli mtumishi wa Mungu, Bwana asifiwe sana, kwa ajili ya hiyo kumpenda Mungu hawezi akatoka katika njia za Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata kuwe kuko kuzito namna gani, hata kuwe kuna amri imetolewa na mfalme, Bwana asifiwe sana, kwa ajili ya hiyo upendo wa kumpenda Mungu na kumwamini zaidi, Bwana asifiwe sana, hangefanya jambo ambalo lingemkasirisha Bwana. Bwana asifiwe sana. Ni Yakoba, yeye Danieli aliendelea na kumuogopa Mungu, aliendelea na kumuogopa Mungu, na tunaona Yakoba. Na hapa Danieli kuwekwa katika tundu la simba, hapa ni kutoa uamuzi wa nego tuitwa mwadhani ya mosho, kama ni kufa ni kufa mwadhani ya mosho, lakini hakuna wakati nitatoka katika njia za Mungu, sitakosa kumtumainia. Bwana asifiwe sana. Maana Biblia inasema Yakoba wakati ambapo Shadraka, Meshaki na Abednego, Biblia inasema Yakoba mfalme aliweza kuwauliza swali moja wakati ambapo walipokaribia kuwekwa ndani ya ule moto. Na pia Biblia inasema Yakoba, na mfalme akasema Yakoba, na ule moto uongezewe mara 7. Bwana asifiwe sana. Na mara 7 ilikuwa njia ya kuweka uoga. Mwadhani ya mosho ilikuwa njia ya kuweka uoga ili watoke katika njia za Mungu ambaye wanaomtumikia waende katika njia za kuabudu sanamu. Bwana asifiwe sana. Lakini tunaona hawa watu wa Mungu hawakutoka katika njia za Mungu za kumtumainia Mungu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema Yakoba, mfalme akawauliza Yakoba, nyinyi vijana Shadraka, Meshaki na Abednego, ni Mungu mgani huyo? Mwadhani ya mosho, ni Mungu mgani huyo ambaye anayeweza kuwaokoa kutoka ndani ya huu moto? Bwana asifiwe sana. Biblia inasema Yakoba, na wakasema Yakoba, tunaamini Mungu wetu anaweza kutuokoa kutoka mikononi mwako mfalme, na pia Mungu wetu anaweza kutuokoa kutoka kwa huu moto. Na pia wakafuatilia na kusema Yakoba, hata asipotuokoa, Bwana asifiwe sana, hata asipotuokoa hatutaabudu sanamu. Bwana asifiwe sana. Wakawa na ile ujasiri ndani ya mioyo yao. Nataka Yakoba katika ibada hii ya leo ukawe na huo ujasiri ndani ya moyo wako. Mwadhani ya mosho, ujasiri Yakoba, wewe ambaye unayemtumainia Mungu, hakuna wakati utashindwa. Mwadhani ya mosho, utile hedi ule hoto, utile hedi ule hoteka. Bwana asifiwe sana. Maana kupitia hiyo hali nguvu za Mungu zitaonekana. Na unajua huyu Mungu wetu si alikuwa na nguvu ya kuzuilia hawa Shadraka, Meshaki na Abednego? Mwadhani ya mosho, Mungu alikuwa na njia mingi za kupitia ili akaweze kuepusha na huu moto. Mwadhani ya mosho, lakini Mungu aliona Yakoba ni vizuri wapitie hili njia, na ili watu wengi wakajue huyu Mungu. Bwana wataweza kukushindania. Mungu atakuwa anatuma malaika wake, hautakuwa peke yako. Mwadhani ya mosho, maana Biblia inasema Yakoba wakati ambapo mfalme alikuja kutazama ndani ya ule moto, mwadhani ya mosho, mfalme alisema Yakoba, tulieka hawa vijana watatu, tulieka watu watatu, lakini tunaona huyu wa 4, mwadhani ya mosho, ambaye amevaa mavazi ya white, mavazi nyeupe. Mwadhani ya mosho, kwa hivyo tanawe siku hiyo leo katika hiyo shida, Mungu wako pamoja na wewe. Mungu wako hapo, mwadhani ya mosho, ili akaweza kukushindania. Kitu linahitajika ni Yakoba ukawe na ujasiri. Bwana asifiwe sana. Yakoba, Mungu atakuokoa, Mungu atakushindania. Bwana asifiwe sana. Maana neno la Mungu linasema Yakoba, hata wakati ambapo wana wa Israeli, mwadhani ya mosho, wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa wanatoka nchi ya Misri kwa Farao, mwadhani ya mosho, wakiwa safarini, Biblia inasema Yakoba walitoka pale kwa ujasiri. Bwana asifiwe sana. Walitoka kwa ujasiri mkubwa, maana walikuwa wanaamini Yakoba ni Mungu wako mbele yao, na wakati wao wa kukombolewa
umefika. Mwadhani ya washo, na ndio maana tunaona Yakobo wakati ulipofika wa kuondoka, hakuna hata mmoja aliweza kukataa. Wote waliweza kuondoka wakiwa na ujasiri mkubwa. Mwadhani ya washo, wakiamini Yakobo Mungu wako pamoja nao. Mungu wako pamoja nao. Mwadhani ya washo, hata ikawa ilifika wakati wakawa na uoga. Mwadhani ya washo, maana Biblia inasema Yakobo, ukisoma neno la Mungu katika Kutoka hiyo 14 hiyo 9, mwadhani ya washo, Biblia inasema Yakobo, hata Biblia inasema Yakobo, Mungu akawaambia Yakobo wakaweze kuweka hema zao, mwadhani ya washo, karibu na bahari ya Shamu. Biblia inasema Yakobo wakati ambapo walikuwa pale, wakati waliinua macho yao wakaona jeshi ya Farao ikiwa imefuata na mafarasi, mwadhani ya washo. Lakini Biblia inasema Yakobo hata ikawa wakati ule walipata uoga, mwadhani ya washo, maana Biblia inasema Yakobo hapo ndipo walianza kuuliza Musa maswali. Wakamwambia Yakobo, ulituleta huku jangwani ili tukakufia huku, kwani Misri hakukuwa na makaburi, mwadhani ya washo. Lakini Musa aliwaambia Yakobo, wacheni kuogopa, mwadhani ya washo, msikaweze kuogopa wale maadui ambao mnaoona siku hii ya leo, hamtawaona tena. Wacheni kuogopa, mwadhani ya washo. Hata nawe siku hii ya leo kuna mashida Mungu anafikisha mwisho katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kuna shida Mungu anafikisha mwisho ya kwamba hautaikumbuka tena, mwadhani ya washo. Kama vile tunashuhudia siku hii ya leo ya kwamba miaka iliyopita kukula ilikuwa ni shida, kuwa ilikuwa ni shida, na kwa uhakika mwadhani ya washo, haya yote Mungu alifanya tusahau. Mwadhani ya washo, Mungu alifanya tusahau ya kwamba tulikuwa tunalala njaa, tulikuwa tumelarukiwa, mwadhani ya washo, na hiyo shida Mungu akaifikisha mwisho, mwadhani ya washo. Biblia inasema Yakobo, naye Musa akaambia wana wa Israeli Yakobo, wacheni kuogopa. Waliambiwa aje? Wakaweze kusimama imara. Kwa hivyo ni wewe siku hii ya leo ukasimame imara katika kazi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ukasimame imara katika kumtumainia Mungu, ukasimame imara katika kumngojea Mungu, ukaone wokovu wake. Bwana asifiwe sana katika jina la Yesu. Kwa hivyo katika siku ya leo ni Yakobo ukasimame imara, uone wokovu wa Mungu, uone ushindi wa Mungu, uone mkono wa Mungu. Usio wakati wa kuogopa, usio wakati wa kujiuliza maswali mengi. Bwana asifiwe sana. Maana tunaona wana wa Israeli waliuliza maswali, mwadhani ya washo, Yakobo, kwa nini wewe Musa ukafanya tufike hapa? Kwa nini umetuleta hapa tukufia hapa jangwani? Mwadhani ya washo. Lakini Musa aliwaambia Yakobo, wacheni kuogopa. Bwana asifiwe sana. Msikaweze kuogopa, wakaweze kusimama imara, waone mkono wa Mungu, waone ushindi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema Yakobo mchana walikuwa wanaongozwa na wingu, na usiku walikuwa wanaongozwa na moto, mwadhani ya washo. Biblia inasema Yakobo yule malaika ambaye alikuwa na waongoza usiku na mchana akarudi nyuma, mwadhani ya washo. Wakati ambapo ule malaika alirudi akasimama nyuma, maandiko yanasema Yakobo ikawa sasa kuna gapu kubwa, Yakobo wale maadui hawangefikia wana wa Israeli. Bwana asifiwe sana. Hata nawe siku hii ya leo Mungu atakutenganisha na maadui zako. Yakobo hawatakufikia ili wakumalize, hawatakufikia ili wakuangamize katika jina la Yesu. Maana Mungu ataweka gapu kubwa. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema Yakobo na yule malaika, upande mmoja ikawa ni giza, upande mwingine ni nuru, mwadhani ya washo. Kumaanisha Yakobo upande wa maadui ilikuwa ni giza, kumaanisha Yakobo hawangeweza kuona wana wa Israeli, mwadhani ya washo. Lakini mbele ya wana wa Israeli Mungu alikuwa amewaangazia. Bwana asifiwe sana katika jina la Yesu. Hata nawe siku hii ya leo ni Yakobo ukasimame imara, mwadhani ya washo. Haijalishi ni jambo gani hilo ambalo unatafakari lina
Yakobo, ukasimame imara, ukawe na ujasiri Yakobo ya huyu Mungu wako. Hakuna wakati atakubali uhaibike. Bwana asiwe sana. Hautahaibika, hautafurahiwa na maadui. Mwadhani ya ngosho, kumaanisha Yakobo, Mungu atakupatia ushindi katika jina la Yesu. Bwana asiwe sana. Na neno la Mungu linasema Yakobo, na kwa uhakika wakavuka katika bahari ya Shamu, wakavuka kwa ushindi. Tazama uone hawa watu ni watu ambao walikuwa mioyo yao ilikuwa imeinama. Mwadhani ya ngosho, kwa kutazama Farao na jeshi lake na magari ya farasi. Mwadhani ya ngosho, wakiwa wamefuatwa. Bwana asiwe sana. Lakini Biblia inasema Yakobo, mtumishi wa Mungu ambaye ni Musa, akawaambia simameni imara, mkauone wokovu wa Mungu. Hata nawe siku hii ya leo, haijalishi yale unayopitia, ukasimame imara, ukauone wokovu wa Mungu, ukasimame imara kama Danieli na kusema Yakobo, hata ikawa napitia haya, hata ikawa imesemekana haya, sitatoka katika njia za Mungu, sitakosa kumtazamia, nitaendelea kutazamia Mungu, nitaendelea na kulitia jina lake. Baka walikuwa najiuliza, huyu ni Mungu mgani? Kaima haya mama takinyageragai. Bwana asiwe sana. Lakini sisi hatukukata tamaa, lakini hapo tulihaibikia. Bwana asiwe sana. Hapo ndipo waliona mkono wa Mungu. Maana wakati ambapo tulikuwa tunamwagiliwa mafuta, hiyo kijiji yote Kanaitona leo ulione walishuhudia makuu ya Mungu. Bwana asiwe sana. Hapo tulihaibikia, na Mungu wetu aliweza kuonekana. Bwana asiwe sana. Na wakaona Yakobo, kwa uhakika hawa watu, kwa uhakika Mungu wao, kwa uhakika amewabariki. Kwa uhakika hawa watu walikuwa ni watumishi wa Mungu. Tulikuwa tumehaibikia, tukatoka mahali pale kwa heshima. Mwadhani ya ngosho, na wakisema Yakobo, kwa uhakika wale ni watu wa Mungu. Kwa hivyo siku hii ya leo, nataka kukuonyesha Yakobo, changamoto isikuondoe katika nafasi ya kumtumikia Mungu. Bwana asiwe sana. Maana huyu Mungu ambaye aliyekuita, huyu Mungu ambaye aliyekuchagua katikati ya watu wengi, mwadhani ya ngosho, katikati ya watu wengi, wewe Mungu akakuchagua, akakuleta katika ufalme wake, ili uwe unamtumikia, ili uwe unafanya mapenzi yake. Mwadhani ya ngosho, changamoto isikuondoe. Changamoto hazitakosa katika maisha haya, lakini ile kitu nataka kutia nguvu ni Yakobo, ni kusimama imara ukijua Yakobo, Mungu wako pamoja na wewe. Bwana asiwe sana. Na unajitia nguvu katika hilo neno la Mungu. Isaia 43, mwadhani ya ngosho, wewe Yakobo, hata wakati unapopitia majaribu, mwadhani ya ngosho, Yakobo, Mungu anasema atakuwa pamoja na wewe. Na pia Mungu wetu alituahidi Yakobo, mwadhani ya ngosho, Mungu wetu alituahidi hakuna wakati atatuacha. Mwadhani ya ngosho, mpaka mwisho wa dahari hatatuacha. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo siku hii ya leo, kama Mungu alikuahidi hatakuacha, jitie nguvu. Mwadhani ya ngosho, maana Mungu ako pamoja na wewe, na mkono wa Mungu uko pamoja na wewe. Na ni Yakobo, Mungu hajakuacha, Mungu hajasahau na wewe. Mwadhani ya ngosho, bado Mungu anakuwazia mawazo mema, na anasema Yakobo, yeye ndiye anayejua yale mawazo anayokuwazia. Anasema Yakobo, sio ya kukutenda mabaya, sio ya kukudhuru, lakini ni ya kukufanikisha, ni ya kukubariki na kukuinua zaidi, hata ikawa unapitia mambo magumu, na kukupa tumaini katika siku za mwisho. Bwana asiwe sana. Kwa hivyo katika siku hii leo ni Yakobo, Mungu wetu wako na nguvu. Bwana asiwe sana. Na Mungu wetu anatujulisha Yakobo ni yeye jana, leo na hata milele. Kwa hivyo Mungu wetu hapungukiwi na nguvu. Huyu Mungu wetu ambaye tunasoma habari zake, vile aliweza kuokoa Danieli, huyo Mungu ndiye yako hata wakati huu. Bwana asifiwe sana. Huyu Mungu wetu ambaye tunasoma habari zake, vile aliweza kuokoa Shadraka na Meshaki na Abednego na wengine wengi mpaka kutoka kwa gereza. Bwana asifiwe sana. Ni yule jana na leo na hata milele na milele. Ni Yakobo, hata wale wanatenda mambo
katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Maana neno la Mungu linasema ya kwamba katika Yeremia 32 mwanzoni ya mwisho hiyo Yeremia 32:20 inasema ya kwamba yeye alitenda miujiza katika sana, hata siku ya leo anatenda. Hilo neno la Mungu linatuonyesha ya kwamba Mungu wetu huwapungukiwi na nguvu, huwapungukiwi na uweza. Mkononi mwake kumejaa nguvu na kumejaa uweza. Bwana asifiwe sana, wa kuokoa watu wake na kuwashindania katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika siku hii ya leo tumikia Mungu kwa moyo wako wote. Bwana asifiwe sana. Unajua Mungu huwa anatazama moyo. Bwana asifiwe sana. Maana hata wakati tulikuwa tunapitia katika hiyo kipindi mwanzani ya mwisho, wiki wangetuangalia wangeshangaa mwanzani ya mwisho, lakini natakuambia ya kwamba ni vizuri ya kwamba kukata kauli ya kumtumikia Mungu. Hata ukilala kuja kanisa. Bwana asifiwe sana. Maana msaada wako, kwani utatoka wapi? Msaada wako utatoka kwa Mungu. Na kama msaada wako utatoka kwa Mungu, ni vizuri ya kwamba na pia na wewe unatenga wakati wako na Mungu hapa kanisani. Kama ibada kama hii, hata kama ni ibada za katikati ya wiki, tatini ya kwamba shida isifanye ukose kumtumikia Mungu. Hata ukilala asubuhi yoga, enda kanisani mwanzani ya mwisho na ujitie nguvu na usimame imara mwanzani ya mwisho, ukiamini ya kwamba Mungu atakuja kukutenda mema. Bwana asifiwe sana. Maana sio mara moja ama mara mbili. Wakati huo tulikuwa tunakuja hapa kanisani, saa hiyo mmelala Bwana asifiwe sana. Saa hiyo mmelala lakini tulikuwa tunasemeshana ya kwamba imagine unanunua uga kwota, ikienda sana ni uga nusu, na hiyo ni ya watoto ya kupima mwanzani ya mwisho. Tunasemeshana ya kwamba na mume wangu, sisi hatuna shida, sisi tunaweza vumilia, lakini hawa watoto hawawezi vumilia. Na tuambiana kwamba uga nusu itawatosha. Saa hiyo ni Saturday jioni, tunapikia wale watoto, wanakula na sukuma za shilingi 5, mafuta ya shilingi 5, mafuta ya taa ya shilingi 10 mwanzani ya mwisho. Bora chakula ya watoto hivi. Na saa hiyo nataka kuambia ya kwamba hata ikawa tunapitia hayo yote, hiyo kitu ya kumpenda Mungu ilikuwa ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Maana tulikuwa tunaamini ya kwamba na tulikuwa tunajua ya kwamba Mungu wetu ndiye atakaye kuja kututoa katika hii shida. Tusipomtumikia, tusipompenda, ni nani mwingine atakaye tutoa katika hii shida kama ni Mungu wetu? Wacha tuendelee na kumtumikia. Bwana asifiwe sana. Wacha tuendelee na kumtumainia. Wacha tuendelee na kumpenda zaidi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika siku hii ya leo ni ya kwamba ni kusimama imara na kumtumikia Mungu na kumtumainia Mungu mwanzani ya mwisho. Nataka kuambia ya kwamba hata hii kuosha kanisa, nilikuwa natoka Githurai 45. Yaani hiyo kitu tu ya kupenda Mungu. Yaani ni ya kwamba unafika wakati unaambia Mungu akushawishe usahau na ile mashida unapitia mwanzani ya mwisho, ukaweze kutazama mbele na kumtumikia Mungu. Maana sio mara moja ama mara mbili. Nimeshaitoka Githurai 45 kukuja kuosha kanisa hapa. Saa hiyo nimekuja Mungu na nitarudi Mungu. Bwana asifiwe sana. Na kwa uhakika Mungu anatazama moyo. Na saa hiyo hizi kati nilikuwa naeka kwa paper bag ama kabonyole fulani ya kagonia mwanzani ya mwisho, nitasibeba mpaka Githurai 45. Bwana asifiwe sana. Niende nisioshe nisirudishe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo siku na sasa unafanya hayo yote, ile shida unapitia ni shida mingi. Bwana asifiwe sana. Lakini hiyo yote haikuzuilia tumtumikie Mungu. Haikuzuilia tufanyike kile ambacho Mungu angetaka tukaweze kufanyika mwanzani ya mwisho. Kwa hiyo siku hii leo ni ya kwamba tumikia Mungu kwa uaminifu mwanzani ya mwisho. Changamoto hazitakosa katika haya maisha. Pengine mimi nilikuwa napitia yale mwanzani ya mwisho, ile ya kuwa ni kukula ni shida, kukula ni shida, kufanya nini ni shida, hatukuwa na fedha mwanzani ya mwisho. Na pengine wewe pengine kuna jambo hiki unapitia tofauti na hiyo mwanzani ya mwisho, lakini natakuambia ya kwamba hilo jambo unalopitia lisikafanya ukose kumtumikia
kutumikia Mungu wako. Mwadhani ya mosho isikafanye ya kwamba ukaweze kuvunjika moyo ama ukate kama tamaa. Mwadhani ya mosho ama ifike mahali uone ya kwamba ni kama hii kazi nafanya ya Mungu ni kama ni bure. Nami nimekuja kukujulisha ya kwamba kila kazi unaofanya ya Mungu sio bure. Mwadhani ya mosho si bure, si bure. Bwana asifiwe sana. Wakati ndio tulianza sasa tukaanza kuinuka. Bwana asifiwe sana. Hii kazi ya kitchen Mama Shirua anafanya, mimi nilikuwa naifanya. Na singefikiria ya kwamba mimi nitakuja kuwa mtumishi. Mwadhani ya mosho hata mimi wanashangazwa na Mungu zaidi. Madonu ni diale mwali ya diale ki mwadhani ya mosho. Unaona Jackson akicheka hapa. Bwana asifiwe sana. Maana hata Kiswahili kuongea ilikuwa ni tisho. Nilikuwa naongea Kikuyu. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa tunaongea Kikuyu hapa na nile Kikuyu ya kule kwetu. Mwadhani ya mosho. Kwa hivyo siku hii leo hata mimi kujipata na ubiri na hiyo Kiswahili yako kadogo hata kama na Teresa hivi ni kwa neema tu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Si masomo maana si kusoma. Ni kwa neema tu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo siku hii leo katika ile nafasi umepewa na Mungu, tumika kwa uaminifu. Usitazame nyuma. Mwadhani ya mosho usisikize watu wanasema nini. Mwadhani ya mosho ama watu wanaona wanasema aje. Bwana asifiwe sana. Nikimalizia nikaanza kazi ya kitchen. Mwadhani ya mosho nikakumbuka wakati huo Bishop tulikuwa tunawabaia soda. Mwadhani ya mosho ikawa mwenye alikuwa nasimama na soda sasa amehama ile ya Nairobi ameenda. Wakati alipoenda mimi nikasema Mungu nisaidie niwe nanunua soda. Na ile soda nilikuwa nanunua, nilianza kununua soda ya half liter. Mwadhani ya mosho ndio nilianza kununua wakati wa baridi. Wakati wanao chairman pia Mungu akamsaidia pamoja na familia yake wakaleta hiyo gasi ya Meko. Mwadhani ya mosho nikasema ya kwamba sasa na vile baridi na muagika huku nje, hawa watumishi wa Mungu na soda na baridi, siwashe tu nitengeneze chai. Mwadhani ya mosho wakati nilipotengeneza chai, prophetess aliniambia ya kwamba sasa Mama Magi hata hiyo masoda hatutaki, wewe unatutengenezea chai. Kuanzia hiyo siku nikaanza kutengeneza chai. Bwana asifiwe sana. Na katika hii kazi ya jikoni nikaifanya kwa uaminifu mkubwa ya kwamba hakuna wakati ningekosa hapa kanisani. Bwana asifiwe sana. Hata kungeitanwa nyumbani kusemekane tunaenda, nilikuwa nawaambia ya kwamba mkipanga mambo na Sade mimi mniondoe. Bwana asifiwe sana. Maana kuna mambo naaminiwa kanisani nikaweze kwenda kuyafanya. Mwadhani ya mosho na nisipoenda hakuna mwingine wa kufanya hilo jambo. Bwana asifiwe sana. Nataka kuambia ya kwamba na hiyo kazi nikafanya kwa uaminifu zaidi. Bwana asifiwe sana. Lakini mimi nikifanya ile kazi, mimi kwa mawazo yangu na kwa fikira zangu, mwadhani ya mosho, mimi nilikuwa nimetosheleka hapo jikoni kabisa. Baka nilikuwa nasema kwa moyo wangu, mimi ile kazi Mungu alinichagulia sio ikine, ni hapa jikoni na kuosha kanisa. Full stop. Mwadhani ya mosho, mimi sikudhani ya kwamba nitakuja kuwa mtumishi wa Mungu, nitakuja kuitwa pastor. Mwadhani ya mosho sikuwa nadhani, lakini naona ya kwamba vile Mungu aliangalia uaminifu wa kutoka Githurai 45 kukuja hapa. Hata wakati nilipoweka daycare bado nakuja hapa kanisani, lakini Saturday moja nikapata mtoto mmoja amepotea. Mwadhani ya mosho vile umesikia Mama Grace akisema ya kwamba kuna nafasi ambayo unaweza jipata. Mwadhani ya mosho na ile nafasi ukubushe Mungu ya kwamba Mungu kumbuka hili jambo. Bwana asifiwe sana. Hapa Mungu nahitaji kukuona. Hapa Mungu nahitaji ya kwamba ukaweze kunishidania. Wakati nilipomaliza kuosha kanisa na sayo temati, yani kitu ya kupenda Mungu ni ile unapenda Mungu mpaka unaonekana ni kama hauko mwerefu vile. Mwadhani ya mosho maana wale watoto wa daycare yule Magina muachia ni mtoto wa class 4. Mwadhani ya mosho ni wa class 4 umemwambia, lakini kuna hiyo kitu najiuliza maswali na uko ndani unasikia sijaosha kanisa, unasikia hauna amani. Na mwambia angalia watoto nikimbia, nilikuwa na time saa na wapea lunch wanalala, na kimbia kitakapoamke saa 10 hivi nitakuwa nimerudi. Mwadhani ya mosho. Lakini siku moja nikapata mtoto amepotea, na alipotea Magina hakujua kuna mtoto amepotea. Nikamuuliza mtoto fulani yako wapi?
Kaniambia hata yeye akaniambia si amelala. Kamwambia amelala wapi? Mama yake amemkujia. Hapana, sasa hiyo mtoto amepotea. Bwana asifiwe sana. Nikaambia Mungu ya kwamba Baba, huyu mtoto amepotea. Hata amepotea wakati ambapo sikuwa shughuli zingine zozote Baba. Baba, nilikuwa katika nyumba yako kuosha siku ya Saturday kwa ajili ya siku ya kesho Baba. Baba, nishikie huyo mtoto mahali yako. Na mamake akikuja jioni, Baba yangu naomba ya kwamba nikaweze kuwa na huyo mtoto. Bwana asifiwe sana. Sasa Magi nikamwachia watoto na pia nikaachia mama mwingine wa ploti hapo. Nikamwambia kuna mtoto amepotea. Magi ajui alipotea saa ngapi, lakini mimi nilikuwa kanisani. Mwadhani ya mwisho yule mtoto akapotea. Nikamwambia angalia hawa. Nikaambia Mungu ya kwamba unajua kuna ile kitu ya kutamani kila hatua unayochukua. Abia tu Mungu akuongoze. Usiende tu na mwili na damu. Mwadhani yogosho. Ama uende tu kama ya kwamba ningeenda kutafuta mtoto maana ati mtoto huwa anatafutwa. Ndiye nikamtafuta kikawaida. Hapana, niliambia Mungu ya kwamba Baba, sasa ninaondoka hapa. Nimetoka katika nyumba yako Baba kuosha. Baba, ninakuomba ya kwamba niongoze mali huyu mtoto wako. Baba, naomba kuongozwa na wewe. Mwadhani yogosho. Mimi niliona maajabu ya Mungu. Mungu aliniongoza. Bwana asifiwe sana. Na huyo mtoto nataka kuambia ya kwamba sikumtafuta zaidi ya lisali moja. Huyo mtoto nilimpata mahali amekaa chini, akihuli yake mudhaka akicheza na mchanga. Bwana asifiwe sana. Nilipata mtoto amekaa anacheza na mchanga. Nikakauliza sikakumbuki jina. Nikakambia fulani nini wafanya hapa, hata akajui. Nikachukua yule mtoto nikamweka kwa mabega, nikarudi na yeye nyumbani. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu aliona nini? Ya kwamba huo moyo, nataka kuonyesha ya kwamba huo moyo wa kumpenda Mungu na kumtumikia Mungu kwa moyo wako wote, hata leo ndoge wetu geirie mwadhani ya osho, naye Mungu akaona huo uaminifu. Bwana asifiwe sana. Na tumana wabianga mara mingi hata wakati Mungu aliponizungumzia hili jambo la kuwa mtumishi wake, hapana mwadhani ya osho, niliambia Mungu hapana, mimi sijafika huko. Maana mimi ni kama Musa, mimi sijui kuongea. Nitasimama mbele ya watu niwaambie nini? Nikipewa nafasi ya ushuhuda mimi nasema Bwana asifiwe mara mbili na kaa chini. Na kama nitaongezea neno la Kikuyu pale. Mwadhani ya osho. Mimi ambaye nikifika masaa ya ushuhuda nilikuwa na hesabu watu 1 2 3 ni mimi nachomoka. Bwana asifiwe sana. Napata hiyo kipindi ya ushuhuda imeisha. Mwadhani ya osho. Maana ningeongea Kiswahili hapa, ningeongea ile Kiswahili ambayo ile hata sijui atingeweza. Mwadhani ya osho. Kinisa iko neema ya Mungu. Kwa hivyo siku hii leo ni ya kwamba wakati unapomtumikia Mungu, hujui ni nini Mungu amekuandalia hapo mbele. Hebu aminika kwanza na hilo jambo dogo. Bwana asifiwe sana. Unaona hiyo nafasi Mungu amekupatia, ndio inawezaonekana ikiwa dogo. Mwadhani ya osho, kama hiyo nafasi ambayo Mungu amekuwa ameniaminia ya kuosha kanisa kutoka Githurai 45 mpaka hapa, na nikisikia sijaosha kanisa, unajua ilifika wakati sasa hiyo kupotea kwa mtoto. Sasa nikaanza kuambia, temati nikupenda Mungu. Nikaanza kuambia wazazi, siku hizi Saturday sifungui. Mwadhani ya osho, temati mpaka unafunga kazi kwa ajili ya kupenda huyu Mungu. Nikafika sasa Saturday, hao watoto wadogo kabisa siwashukui. Mwadhani ya osho, nilikuwa nashukua watoto kuanzia miaka 4, hao wenye wamefunga shule, hawaendi shule Saturday. Sasa hao wadogo nikasimamisha wazazi. Mwadhani ya osho, lakini ni hiyo jambo la kumpenda Mungu. Nikaaminika na hiyo dogo. Mwadhani ya osho, pia nikaaminika na hapa jikoni. Nikatumika miaka mingi, sio mwaka moja, sio miaka 2. Mwadhani ya osho, na Mungu akatazama ule uaminifu. Ndio Mungu alitokea katika maono. Nikaambia Mungu ndio, lakini mimi nitasema nini? Sijui kuongea. Sitasimama mbele ya watu niwaambie nini? Masaa ya ushuhuda huwa ninatoka nje. Nikaambia Mungu, umeniambia mambo makubwa namna hii. Mimi ambaye nina amage. Mwadhani ya osho, kinagera gai aterere. Fafana okanale si adhavani tu Mungu esi ndio, lakini Mungu si ukubali tu niende na kufanya hiyo huwa ninafanya. Maana kusimama mbele ya watu sitaweza. Mimi kuongea sitaweza. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu akanihimizia ya kwamba wakati nilipoambia Mungu hayo, Mungu akatuma mtumishi wake kutoka Bali. Mwadhani ya osho, na huyo mtumishi wa Mungu alitoka huko mashambani ya kwamba yeye ni nabii wa Mungu. Mwadhani ya osho,
na hapo mbeleni hajawahi kanyanga hili kanisa tena, na baada ya hapo hajawahi kuja hili kanisa tena, lakini alikuwa ni rafiki wa watumishi wa Mungu Bishop Mwadhani Yogosho. Wakati ambapo huo mama alipokuja, vile huwa tunabariki watumishi wa Mungu na kikombe ya maji kila mmoja. Sasa mimi nilikuwa na shilingi 10 Mwadhani Yogosho. Mimi nilikuwa tu na 10 bob. Nikamwambia Mungu, hii 10 bob nilikuwa nataka niende nikinunulia watoto madizi nikienda, lakini wacha nibariki mtumishi wa Mungu. Kumpatia hiyo 10 bob. Ile jambo ambalo Mungu alikuwa amenizungumzia, akaweka shahidi na huyu mtu Mwadhani Yogosho, akahakikisha hilo jambo ama akalitia nguvu kupitia huyo mtumishi. Maana wakati nilipompatia alikataa na mkono wangu Mwadhani Yogosho, na ninakumbuka huo wakati ambapo alipokataa na mkono akaniambia ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, upitie tu hiyo njia, upitie tu hapo, na Mungu anasema siku zinazokuja atakuja kukutumia, na wewe ni mtumishi wake Mwadhani Yogosho. Nikashindwa, Mungu naniambia mambo makubwa namna hii, aje nitaanzia wapi? Mwadhani Yogosho, kusimama mbele ya watu ni shida, kuongea kwangu ni shida Mwadhani Yogosho, nitondo niende dodo ilaga, lakini tazama siku hii leo. Kwa hivyo siku hii leo ni ya kwamba hilo jambo ambalo unalolifanya kafanya kwa uaminifu Mwadhani Yogosho. Kama vile tumesikia Bisi amesema kuhusu kuosha kanisa, osha kanisa bila kutazama mwenzako Mwadhani Yogosho. Kama wewe nafasi yako ni hiyo siku ya kuosha kanisa, usitake kujua fulani atakuja ama fulani hatakuja. Wewe simama imara na miguu yako kwa hilo jambo dogo Mwadhani Yogosho. Hata kama watakuja, wacha wakupate, ile ukimalizia ama ukiwa katikati ama ukifunga ukiwaambia umemaliza kuosha. Hilo tu inaonekana likiwa dogo sana, lakini hilo jambo dogo, wakati utakapoaminika kwa hilo dogo, na Mungu atakupeleka hatua nyingine Mwadhani Yogosho. Na hiyo nafasi ukiaminika zaidi Mwadhani Yogosho, pia Mungu akupeleke katika hiyo hatua nyingine, na ukiaminika zaidi Mungu ndiye akikuinua zaidi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo katika jina la Yesu siku hii leo tupende Mungu zaidi, tumtumikie zaidi. Bwana asifiwe sana. Na usitazame mwenzako Mwadhani Yogosho. Kama hiyo kanisa nilikuwa naosha peke yangu, na umetoka miguu 45 na utarudi miguu 45 Mwadhani Yogosho, na sasa hiyo pesa unakosa si ati ni mamia, hapana, ni shilingi 10 ya kuteremka hapa Kagithurai na 10 bob kupanda hivi Ruhesabu Mwadhani Yogosho. Lakini ndio nilikuwa nakosa Mwadhani Yogosho, lakini kukosa huko hakukunizuilia nikaweze kuaminika katika hilo jambo dogo Mwadhani Yogosho. Maana hata ikawa sikuwa najua kuoga, sikuwa naweza ama nini Mwadhani Yogosho, lakini kuosha kanisa nikaaminika, katika jikoni nikaaminika, nikafanya miaka mingi Mwadhani Yogosho. Na ndio maana nawaapia Yakoba, wakati ambapo Mungu aliponizungumzia, mimi sikuambia hata Bishop ningeanzia wapi ninaamage Mwadhani Yogosho. Sasa mama Magi ule wa kawaida angeanzia, imagine wewe ni mama wa jikoni kama hivyo. Mama Shiro unaona anafanya hii service Mwadhani Yogosho, vile anasafiri anafanya after na akole Bishop wa ofisi amwelewe. Sasa wewe Bishop, nataka sasa uanze kujitayarisha vile utanimwagilia mafuta hiyo, na hapo unaona ukipiga hiyo picha inatoka aje Mwadhani Yogosho. Sasa mimi nilikuwa namna hiyo, nikaambia Mungu, mimi nitaanzia wapi, nimalizie wapi, nini na waamake Mwadhani Yogosho. Lakini Mungu alinizungumzia akaniambia ya kwamba hayo yote Bishop anajua, lakini ni vizuri kupelekana na Mungu na kuharagerio Ngai Mwadhani Yogosho. Mungu akaniambia hayo yote Bishop anajua, lakini ni vile hajakuambia. Mimi nikatoshereka. Bwana asifiwe sana. Mwaka wa kwanza ukaisha na mimi natumika kama kawaida Mwadhani Yogosho. Bwana asifiwe sana. Lakini nasikia vile Mungu ameongea mambo makubwa, na Mungu akaniambia kwamba Bishop anajua, lakini vile hajakuambia Mwadhani Yogosho. Hilo jambo nikanyamazia. Mwaka wa kwanza nikaendelea, mwaka wa pili nikaendelea nikifanya ile kazi ambayo Mungu alikuwa ameniaminia ya jikoni Mwadhani Yogosho, ya kusafu hawa watumishi wa Mungu na wageni ambao walikuwa wanatembea mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Naye Bishop hata yeye alishangaa, na waambia Mungu wetu ni Mungu wa kushangaza. Bwana asifiwe sana. Maana wakati sasa ulipofika sasa wa Bishop kuniambia sasa hata pia yeye anashindwa ataanzia wapi. Nataka kuambia watu wa Mungu, ilibidi aende mlimani Mwadhani Yogosho. Alienda mlimani maombi siku 3. Tukapatana naye kwa ofisi, akaniambia ninaamage
nimetekelemaine, nimetoka mlimani maombi, nilikuwa katika maombi siku 3 hata sijafika kwa nyumba. Sasa mimi kama kawaida kazi yangu mwadhani ya ngosho hapa, Mungu alikuwa ameniaminia kusafu chai, kwenda kumsafu chai, na akaniambia kwa wacha kwanza keti hapo mwadhani ya ngosho, akaniambia nimetoka mlimani. Na sasa yale mambo Mungu amenisungumzia, Mungu ameniambia ya kwamba sasa wewe ndio hiyo kazi